Namshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia afya njema ya kutuwezesha kushiriki kwenye ufunguzi wa mkutano huu wa mawaziri wa SADC wa sekta za tehama, habari, uchukuzi na hali ya hewa, pamoja na kongamano maalum la mawaziri na wadau wakuu wa sekta hizo nilizozitaja. Aidha, ninayo furaha kubwa kwa niaba ya Watanzania na kwa niaba ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kwa niaba yangu mimi binafsi nitumie nafasi hii kuwakaribisha nyote katika jiji letu la amani, yaani Dar es Salaam. Mjisikie mko nyumbani na amani hapa imetamalaki. Ndugu wageni waalikwa, nichukue nafasi hii kuwashukuru wote ambao mmeweza kufika na kuhudhuria mkutano huu wa mawaziri wa SADC wa sekta za tehama, habari, uchukuzi na hali ya hewa. Aidha, niwashukuru wajumbe wote wa kamati ya maandalizi, secretariat ya SADC na maafisa waandamizi kwa kufanya kazi bila kuchoka katika kuandaa ajenda za mkutano huu, hususan masuala mbalimbali ambayo ninyi waheshimiwa mawaziri mmeanza kuyajadili na mtaendelea kuyajadili, ikiwa ni kuendeleza mtangamano wa kikanda na maendeleo ya kiuchumi ya kikanda. Ndugu wageni waalikwa, baada ya kufanyika kwa mkutano wa 39 wa wakuu wa nchi za serikali wa SADC tarehe 17 na tarehe 18 Agosti mwaka 2019, huu ndio mkutano wa kwanza wa kisekta kufanyika hapa nchini. Mkutano huu wa pamoja wa sekta za tehama, habari, uchukuzi na hali ya hewa utajadili utekelezaji wa mikakati mbalimbali, programu na miradi kama ilivyoainishwa kwenye mpango mkakati elekezi wa maendeleo ya SADC wa mwaka 2015 mpaka mwaka 2030, pamoja na mpango kabambe wa maendeleo ya miundombinu wa kimkakati wa mwaka 2019 mpaka mwaka 2023. Kwa hiyo ni matumaini yangu kwamba mtajadili na kufanya tathmini ya hatua za utekelezaji za mpango kazi na kuja na njia mbadala ya kuhakikisha kwamba utekelezaji wa maendeleo ya uchumi wa kikanda yanaharakishwa. Ndugu wageni waalikwa, mkutano huu umekuja muda mwafaka wakati kuna ongezeko kubwa la matumizi ya mifumo ya tehama, habari, uchukuzi na hali ya hewa ambayo inachangia sana mafanikio ya kauli mbiu ya mkutano wa SADC wa 39 isemayo mazingira wezeshi kwa maendeleo ya jumuishi na endelevu ya viwanda, kuongeza biashara baina ya nchi wanachama na ajira, ambayo itakuza uchumi kwa faida ya wananchi wetu katika kanda zetu. Wakati nikijadili ajenda husika, mkumbuke pia malengo aliyoweka wakati wa mkutano uliofanyika Windhoek nchini Namibia mwezi Septemba mwaka 2018 kuhusu kufikiwa kwa internet yenye kasi ifikapo mwaka 2025. Malengo hayo yanajumuisha kuhakikisha kwamba 80% ya watu katika kila nchi wanachama wa SADC wanafikiwa na huduma hiyo ya internet yenye kasi. Lakini 2, angalau 80% ya maeneo ya vijijini kupata huduma za msingi za internet. Na 3, 50% ya kila nyumba katika nchi wanachama wa SADC kuunganishwa na internet ya kasi yenye kasi kubwa. Ndugu wageni waalikwa, kama mnavyofahamu, huduma ya mawasiliano ina uhusiano mkubwa sana na maendeleo ya watu binafsi pamoja na ukuaji wa uchumi wa taifa lolote lile. Aidha, matumizi ya teknolojia mbalimbali katika ukanda wa SADC bado haijafikia kiwango kinachotakiwa. Kwa mfano, taarifa za Umoja wa Kimataifa wa Mawasiliano ITU kwa mwaka 2017 zinaonyesha kuwa kiwango cha matumizi ya internet kwa mtu mmoja mmoja kwa nchi za SADC kimefikia 22.3, ikilinganishwa na matumizi ya mtu mmoja mmoja duniani ambayo ni 51.2. Hata hivyo, hatua hii bado ni ya kujivunia, hasa ikilinganishwa na hali iliyokuwa katika miaka ya 2000. Kutokana na umuhimu wa kuongeza uunganishwaji wa internet yenye kasi kwa ajili ya kukuza maendeleo ya kiuchumi na kijamii, nitoe rai kwa waheshimiwa mawaziri wote ambao mko hapa kwenye mkutano huu kuchambua na kufanya tathmini ya kina ya kiwango cha utekelezaji na baadaye kupendekeza mikakati yenye matokeo ya haraka
kwa malengo tuliyojiwekea ndani ya kanda yetu. Ndugu wageni waalikwa, pamoja na faida tunazopata kupitia teknolojia ya TEHAMA, dunia na nchi za SADC kwa ujumla inakabiliwa na changamoto zinazotokana na kuongezeka kwa matumizi ya internet. Takwimu zinaonyesha kuwa zaidi ya nusu ya idadi ya watu duniani wapo mitandaoni, sawa na watu bilioni 3.9. Kwa msingi huo, tunahitaji mifumo thabiti ya kupambana na uhalifu wa kimtandao. Hofu ya matishio ya kimtandao yanayoendelea yanahitaji ushirikiano wa haraka baina ya nchi wanachama ili kupambana na masuala ya usalama wa mitandaoni. Katika kipimo cha kimataifa cha hadhi cha ITU cha usalama wa mitandao cha mwaka 2018, katika Afrika inaonyesha kuwa nchi 4 kati ya 10 bora Afrika zinatoka ukanda wa SADC. Nchi hizo ni Jamhuri ya Afrika Kusini, Jamhuri ya Botswana, Jamhuri ya Mauritius na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nitoe rai kwa wanachama wa Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika kuongeza ulinzi mitandaoni ili kuhakikisha nchi nyingi wanachama zinakuwa katika ngazi ya viwango vya juu vya usalama mtandaoni. Ndugu wageni waalikwa, ili kuweza kufikia mtangamano wa kikanda, mkutano huu unaofanyika hapa jijini Dar es Salaam unapaswa kuzungumza namna gani nchi wanachama zinaweza kuianisha sera, viwango, mifumo ya sheria katika maeneo ya barabara, reli, usafiri wa anga, usafiri wa majini pamoja na hali ya hewa. Na kwa kufanya hivyo, nchi wanachama zitaweza kuwezesha biashara, kupunguza gharama za ufanyaji biashara pamoja na changamoto za mipakani. Wakati huo huo, kuna haja ya kuboresha miundombinu muhimu ya usafirishaji, utaratibu wa ugavi na usafirishaji wa vitu na huduma pamoja na kuwezesha kutoa mizigo kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine ndani ya kanda. Hivyo nawaomba katika mkutano wenu mjadili maeneo haya na kuja na mapendekezo ya suluhisho hili ili kutatua vikwazo vilivyopo vya kufanya biashara kati ya nchi na nchi ndani ya nchi zilizo kwenye kanda. Tanzania imeweza kuboresha miundombinu yake ya bandari na mifumo ya uendeshaji ili kusaidia nchi za SADC ambazo hazipakani na bahari, ambazo pia ni Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Jamhuri ya Zambia, Jamhuri ya Malawi pamoja na nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kama vile Uganda, Rwanda na Burundi kuwezesha kupata huduma zao za kibiashara kupitia kwenye bandari yetu. Kwa nitoe wito kwa nchi za SADC ambazo pia ziguswe na biashara bahari zitumie bandari ya Tanzania ili iweze kufikisha huduma, kukamilisha malengo tuliyokusudia. Sote tunatambua kuwa nchi wanachama wa SADC zinapaswa kuboresha mifumo ya reli kwa kuzingatia mpango mkakati elekezi wa maendeleo ya kikanda wa mwaka 2015-2063 pamoja na mpango kabambe wa maendeleo ya miundombinu wa kikanda wa mwaka 2019 mpaka 2023. Kati ya miradi mikubwa inayotekelezwa hapa Tanzania ni pamoja ujenzi wa reli ya kisasa ya mwendo kasi inayojengwa katika ukanda wa kati pamoja na ukanda wa reli ya Tanzania na Zambia TAZARA, ambayo inaunganisha nchi wanachama wa SADC. Hivyo katika ukarabati uliofanyika wa TAZARA umeongeza uwezo wa reli hiyo kusafirisha mizigo kutoka tani 88,000 kwa mwaka 2014-15 hadi tani 220,000 kwa mwaka 2017-18. Kwa upande mwingine, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imefanikiwa kujenga meli 2 za mizigo katika Ziwa Nyasa na sasa zinahudumia eneo lote la ziwa, na pia ujenzi wa meli nyingine za abiria unaoendelea ambayo itakuwa na uwezo wa kubeba watu 200 na mizigo tani 200 kwa wakati mmoja. Meli hizi zitaboresha biashara kati ya Tanzania na nchi mwanachama wa SADC ambazo ni Malawi pamoja na Msumbiji kama nchi mwanachama wa SADC. Jitihada nyingine ni pamoja na manunuzi ya rada 4 ambapo rada 2 za kuongoza ndege zimezinduliwa na Mheshimiwa Rais Dr. John Pombe Magufuli tarehe 16 mwezi huu wa Septemba kwa mwaka huu 2019 kwa ajili ya kuimarisha usalama wa anga,
na huduma za uongozaji wa ndege na usalama pia wa kanda. Na rada hizi zinaweza pia zikasaidia kuona kwa ukaribu huduma za anga kwa nchi jirani ambazo pia ziko kwenye kanda. Ndugu wageni waalikwa, kama ambavyo mnakumbuka, kumekuwepo na madhara makubwa ya mabadiliko ya hali ya hewa yaliyosababishwa na athari kubwa ndani ya kanda, ikiwemo kimbunga cha Kenneth na Idai. Hali hii ya hewa ilileta madhara makubwa katika ukanda wa SADC, hususani Msumbiji na eneo la kusini mwa Tanzania. Jitihada mbalimbali zimechukuliwa na nchi wanachama wa SADC kukabiliana na changamoto zitokanazo na mabadiliko ya hali ya hewa. Kwa kuwa hali ya hewa haina mipaka, na zishauri nchi wanachama wa SADC kufanya kazi kwa pamoja na kuhakikisha kuwa tuna vifaa vya kutosha kuweza kutabiri na kubaini mapema mabadiliko ya hali ya hewa katika ukanda wa SADC ili kupunguza upotevu wa mali na maisha ya watu kutokana na hali isiyo mbaya ya hewa. Kwa mfano, Tanzania tumefunga rada 2 za hali ya hewa na kuna mipango ya kuongeza rada 3 nyingine za kupima hali ya hewa. Jambo hili ni muhimu pia tukalifanya katika nchi jirani ambazo ni mwanachama wa SADC. Ndugu wageni waalikwa, napenda pia kuchukua nafasi hii kuwashukuru wanachama wa SADC kwa kumuunga mkono rais wetu Dr. Agnes Lawrence Kijazi, mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya hali ya hewa Tanzania, kuwa mgombea wa SADC na Afrika na hatimaye kuchaguliwa kwenye nafasi ya makamu wa 3 wa rais wa shirika la hali ya hewa duniani. Kwa niaba ya Watanzania na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, napenda kuwashukuru sana wajumbe wote wa vikao hivi kutoka nchi za SADC kwa kuunga mkono jambo hili muhimu lililomwezesha mwanachama mwenzetu wa jumuiya ya nchi za SADC kupata nafasi hiyo ya makamu wa 3 wa rais. Ndugu wageni waalikwa, nimearifiwa pia kuwa leo tarehe 19 mawaziri wa sekta za tehama, habari, uchukuzi na hali ya hewa na wa nchi za SADC mmefanya kongamano na mtaendelea na kongamano la mawaziri na wadau wa sekta hiyo. Kongamano hilo litajadili teknolojia zinazochipukia ambazo zitawezesha nchi wanachama kufikia ajenda mtangamano wa kikanda na maendeleo endelevu ya viwanda. Kadhalika, kongamano hilo litawezesha mawaziri kujadili fursa na changamoto za teknolojia zinazochipukia pamoja na kuangalia upatikanaji wa fedha kwa uwekezaji wa teknolojia hizo ndani ya jumuiya zetu. Ndugu wageni waalikwa, kabla sijahitimisha hotuba yangu, napenda niwakumbushe kuwa mkutano wa 39 wa wakuu wa nchi na serikali za SADC ulipokea kwa masikitiko makubwa ukuaji usioridhisha wa biashara kati ya nchi wanachama wa SADC na kwamba nchi za SADC zimeendelea kuuza bidhaa ghafi duniani na hivyo kukosa mapato stahiki, lakini pia kupoteza ajira kwa watu wetu. Katika mantiki hiyo, mkutano huo wa wakuu wa nchi na serikali ulikubaliana kuongeza jitihada za utekelezaji wa mkakati wa viwanda wa nchi za SADC. Hivyo ni matarajio yangu kwamba baada ya mkutano huu nchi wanachama zitapimwa kwa namna ambavyo matumizi ya tehama, habari, uchukuzi na hali ya hewa kwenye ukanda huu yanaweza kuchagiza maendeleo ya viwanda ndani ya nchi za SADC. Ndugu wageni waalikwa, mabibi na mabwana, napenda kuwathibitishia kuwa Tanzania ipo tayari kuongoza jumuiya hii ya SADC kwa uadilifu, weledi na uaminifu mkubwa na kwa ushirikiano mkubwa baina ya nchi wanachama kama ilivyoahidiwa wakati wa mkutano wa 39 wa wakuu wa nchi za serikali wa SADC na mwenyekiti wa sasa Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Naomba tuendelee kuimarisha ushirikiano wetu baina ya nchi wanachama wa SADC ili kutoa huduma bora na zenye gharama nafuu kwa wananchi wa jumuiya zetu ili waweze kufaidi matunda ya kuwa na jumuiya hii ya SADC. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa niaba ya mawaziri wenzangu na wataalamu kutoka SADC waliopo hapa,
Kwa unyenyekevu na heshima kubwa, namshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia kuwepo hapa tukiwa na afya njema. Pili, naomba nikushukuru wewe Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa kukubali mwaliko wetu na kuja kutufungulia mkutano huu muhimu wa mawaziri wa SADC wanaoshughulikia masuala ya uchukuzi, hali ya hewa na teknolojia ya habari na mawasiliano. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa mgeni rasmi, wajumbe wa mkutano huu wana hamu kubwa ya kukusikiliza na hatimaye ufungue mkutano huu rasmi. Lakini kabla sijakukaribisha, naomba kukupa taarifa kuwa mkutano huu wa kisekta umehudhuriwa na mawaziri wa kisekta wanaoshughulikia masuala ya tehama, hali ya hewa, uchukuzi na mawasiliano kutoka nchi wanachama wa SADC. Mawaziri kutoka sekta nyingine tunazoshirikiana nazo, viongozi waandamizi wa serikali kutoka nchi wanachama, wakuu wa taasisi na mashirika, pamoja na viongozi walioko katika sekta binafsi. Mheshimiwa mgeni rasmi, kama unavyofahamu, nchi wanachama wa SADC wanazo changamoto mbalimbali zinazoshabihiana katika maeneo yanayohusu hali ya hewa, teknolojia ya habari na mawasiliano, miundombinu ya uchukuzi na mawasiliano, jambo ambalo linarudisha nyuma jitihada za nchi hizi kujikomboa kiuchumi. Hivyo lengo la mikutano hii ya kisekta ni kuwa na mjadala wa pamoja ili kuweka mikakati ya kukabiliana na changamoto hizo na kuleta ustawi wa kiuchumi na kijamii kwa wananchi wa ukanda huu. Mkutano huu utakuwa wa siku mbili kuanzia leo ambapo utaufungua na kesho tutahitimisha. Naomba katika kipindi hiki cha asubuhi tumeshaanza na tumeendelea na mjadala. Wajumbe walileta hoja mbalimbali zikiwemo namna ya kushughulikia ujenzi wa miundombinu kama vile reli, kukabiliana na majanga pamoja na hali ya hewa, manufaa ya teknolojia ya habari na mawasiliano katika kuboresha uchumi na maisha ya wana SADC. Aidha, wataalamu kutoka sekta za kibenki, yaani Benki ya Maendeleo ya Afrika na Benki ya Maendeleo ya Afrika ya Kusini, wameeleza uwezo wao katika kusaidia ujenzi na uboreshaji wa miundombinu katika SADC. Ushirikishwaji wa wanawake pamoja na sekta binafsi pia ni maeneo ambayo yameangaziwa. Technology innovations and the growing consumer demands should motivate us to continue to play a leading role to guide and support other sectors that depend on us. There's a need to explore new ways for SADC governments to work more effectively with the industry or private sector to roll out this infrastructure. And this is where we need to relook and enhance mechanisms and models for financing SADC infrastructure projects. It is said that we are still debating on whether we need a regional development fund. And yet, we are talking all the time to say financing is not there, but we don't want to put our own money to assist ourselves. I think, Honorable Prime Minister, my message is that let's push ministers of finance, let's push council to make sure that we have the regional development fund, and hopefully we will get somewhere in the near future. In conclusion, let me express the excitement that I have and that I look forward to excellent deliberations that will culminate in the promotion and advancement of infrastructure as a strategic enabler to regional integration and economic prosperity. And in the process, we shall build capacity of the region.